Najua wengi wetu tunatumia hizi sufuria na tunazipenda sana. Leo inaweza ikawa mwisho wa kuzitumia. Nitakueleza kitaalamu hatari ya hizi sufuria. Hizi sufuria zinatengenezwa na chemical inaitwa Teflon, lakini pia Teflon inatengenezwa na chemical inaitwa PFO. Hii ni malighafi ambayo inatengenezwa Teflon, ambayo ndio inakuja inapakwa kwa juu baada ya sufuria kuwa imemalizika kutengeneza, ndio unaoona ule ulembo wa sufuria unaovutia watu wengi kuzinunua. Sasa hizi sufuria wakati mwingine ukizitumia utaona kwamba zinabanduka. Sasa hii chemical ya PFO kwa miaka mingi inajulikana kama ni endocrine disruptor, yani inaharibu hormone kwa sababu inafanana na hormone za mwili wako hivyo kila kitu, structure yake, shape yake, kila kitu. Kwa inapokuwa inaingia mwilini, mwili unaipokea vizuri. Tuseme haya ndo mapokezi katika mwili, hii tunaita kwamba hormone receptors, lakini pia tuna hii hapa ambayo ndo inaingia. Ukiingia ina bind, kwa ile hormone ina bind vizuri kabisa kwenye hawa hormone receptors. Haitakiwi kuwa hapa, haitakiwi kabisa kuingia hata kwenye mwili wako, lakini kisha ingia ina bind vizuri. Kwa hiyo inaanza kupunguza uwezo wa hormone nyingine kama hormone ya estrogen na testosterone zinapungua, ndio maana mtu anapata matatizo ya kizazi mara kwa mara. Na wakati mwingine hebu tena hormone ya cortisol, mtu anakuwa na mawazo, lakini pia inalibu hormone ya thyroid, ndio hile unashangaa mtu anapata matatizo ya kunenepa sana, hata afanye nini hawezi kupungua na kadhalika. Lakini pia hizo hormone zimehusishwa na matatizo ya kansa, matatizo ya figo kwa wingi, lakini pia imehusishwa na matatizo ya homoni mara kwa mara. Ubaya wa hizo homoni ni kwamba zinakaa kwenye mwili bila kuharibiwa. Yaani zina uwezo kukaa kwenye mwili wako kwa miaka mingi bila hata kuharibiwa. Kwa hiyo zinakuwa zina accumulate kila siku. Ndio maana tunashangaa mtu amepata kansa afu hujui, anaishi tu maisha mazuri, anakula vyakula vizuri, lakini unashangaa amepata kansa. Unashangaa na mgonjwa wa figo. Unashangaa na magonjwa ambayo hayaeleweki. Kwa hiyo kama ulikuwa hivi vitu, angalia sufuria zako. Ulikuwa na matatizo ya hormone imbalance, umetumia dawa imeshindikana, hebu anza kuangalia kama unatumia hizi sufuria na zitoe huko unapotumia. Acha kabisa kuzitumia, nunua zile sufuria ambazo ni stainless steel.